ya leo tumekuja kukutana hapa kubadilishana kijiti kwa njia ya amani kabisa. Na hili kama taifa, kama Tanzania, tunapaswa kujipongeza sana. Ni miongoni mwa nchi chache sana ambayo yani uongozi unabadilishwa na hivi. Tena wengine wanashangaa, yani unampa mwenzako uongozi hivi kirahisi. Lakini sisi Tanzania ni jambo la kawaida kabisa. Kwa hiyo tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Lakini pia nikushukuru sana. Nakushukuru sana mkuu wa mkoa mstaafu kwenye ukuu wa mkoa, lakini kutumikia nchi, naamini tunaendelea kukuombea. Nafasi ziko nyingi. Zipo nyingi. Unaweza kana usio mkuu wa mkoa, umesema umestaafu, nenda kawe mwenyekiti wa bodi kule. Si bado unatumikia taifa jamani eh? Tutaendelea kukuombea. Nafasi ziko nyingi na Mheshimiwa Rais anajua uwezo wako. Basi tutaendelea kutumikia taifa hili. Lakini nakushukuru kwanza kwa mapokezi, lakini pia umekuwa mwalimu wangu wa kwanza tangu nimechaguliwa. Yale bwana aliyokufanyia wewe na mimi amenifanyia. Kwa hiyo nilipoteuliwa tu, simu ya kwanza kupata ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Alafu ya pili ni ujumbe ambao nikatumiwa kwenye WhatsApp, picha ambayo tulipiga hapa Songwe wakati ananikaribisha siku hiyo nilipokuja hapa Songwe. Kwa hiyo ni kama ulinikaribisha tangu mwaka jana mara mwisho nilipokuja hapa. Kwa hiyo ni Mungu anapanga mambo. Kwa hiyo nakushukuru kwa yote. Lakini nakushukuru pia kwa mapokezi ya leo, hasa kupitia ripoti yako ambayo itakuwa ni rejea nzuri ya mambo ambayo muhimu yanayopaswa kufanya katika hapa mkoa wetu wa Songwe. Lakini la mwisho nakushukuru sana kwa kunialika na kunihamasisha kwenye jogging ile ya leo. Ni jambo jema ambalo lilianzisha, na nilikuahidi kule, lakini katika adhara hii miongoni mwa vitu tutaendelea kukumbuka na kuenzi, tutaendeleza lile swala la jogging ambalo ulianzisha. Kwa sababu sio faida yako tu, ni faida ya kwetu. Kwa sababu mazoezi ni kutunza afya, lakini yanaleta mshikamano katika jamii. Unakutana pale, manake yale yana protocol, si ndio? Unakutana na watu wote. Wakati mwingine hata mtu ni vigumu sana kukufikia. Wakati mwingine protocol ni naambia nataka nimuone mkuu wa mkoa, una shida gani? Shida gani hiyo ambayo imeshindwa kutatulika huko kijijini, wilayani, mpaka umuone mkuu? Lakini pale mtu anaweza kufikia, bwana mimi nilikuwa jambo hili. Kwa hiyo na mambo mengi nasaidia sana katika masuala hii ya uongozi. Kwa hiyo niwashukuru sana. Niwashukuru sana kamati ya ulinzi ambayo mmefanya kazi nzuri. Na shuhuda ni mkuu wa mkoa amesema hapa. Lakini niwakushukuru sana Mheshimiwa mbunge, umeacha shughuli zako lakini bado ulisema hapana. Yaani kwa kifupi kwamba wote niliwapigia simu, wabunge wetu wote 9. Kila mmoja nilimpigia simu. Mmoja tunafikiri ambaye simu yake imeita hakupokea. Naamini tu kwa sababu labda ama alikuwa na majukumu mengine au simu yangu alikuwa haijui. Na wote walitamani kuja leo. Kwa hiyo baada ya kusikana wote, lakini bado walimwambia mwenzao wewe lazima uende, na yeye akajitoa kuja. Nawashukuru sana. Kwa kweli naona safari yetu imeanza vizuri ya ushirikiano na nitaendelea hivyo. Lakini katika hilo pia, hilo ni kundi moja. Lakini kundi la pili ndio hili. Leo tumekutana wote hapa wadau, lakini nitawafikia wadau wote. Tutakutana na kamati ya amani, nishakutana na kamati ya ulinzi na usalama, nitaendelea kukutana nao pia. Tutakutana na chama baada ya hapa, tutakutana na wafanyabiashara, tutakutana na wadau wa maendeleo wa mkoa wa Songwe, tutakutana na makundi mbalimbali, wakulima, wafugaji, wachimbaji wadogo, madini, kila mmoja, kwa sababu tupo hapa kwa ajili ya kutatua na kushughulikia kero za wananchi na kupeleka maendeleo kwao. Kwa hiyo bila kukutana nao na kujua wana shida gani, unawezekana wakati mwingine wana mipango mizuri kabisa, lakini mipango yao kwao wao wakati huo sio kipaumbele kwao, wala sio shida hiyo, wana jambo lingine ambalo muhimu zaidi kuliko wao unafikia. Lakini ukikutana nao, ukiwasikiliza, na kama kuna jambo ndani ya serikali ukapa kufanya hili leno zuri, lakini serikali ina mpango 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo wote tutawafikia
yani kwa namna moja kama alivyokuwa anafanya kaka yangu mtangulizi yangu Brigedia hapa. Ndugu zangu, ni sikutaka kusema mengi sana leo, siku ya leo ni kwa sababu ni siku ya kwanza, siku ya makaribisho, na hata watu wengine wanasema tutasikia mwelekeo sasa wa mkuu wa mkoa mpya. Mimi sina mwelekeo wangu, sina jambo jipya mkuu wa mkoa. Mambo yote yako kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mambo yote anayo Mama Samia Suluhu Hassan. Huyo si ndio tuliomchagua na ilani basi. Kwa mimi nimekuja hapa kumwakilisha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo nimekuja kusimamia maendeleo ya watu wa Songwe ambao aliahidi yeye, waliahidi wabunge, kiliahidi Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo basi, kwa hiyo kama mtu alikuwa anakuambia bwana kasikize mkuu wa mkoa leo kaja nini jipya, ambie kaja kuendeleza yale mema yaliyofanywa na mtangulizi wangu na watumishi wengine wote wa mkoa wa Songwe. La pili, kaja kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, mimi na watumishi wenzangu wa mkoa wa Songwe. Sawa jamani? Kwa hiyo kila kitu kipo kwenye ilani. Kingine ni maelekezo ya viongozi wetu wa kitaifa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango na Mheshimiwa Waziri Mkuu, na yale yote yaliyopangwa na wizara za sekta. Wizara zote si ndio watunga sera na mambo yao, wakileta huku ndio sisi kazi yetu tunakuja kuyasimamia hayo katika utekelezaji. Kwa hiyo mimi nilikuwa naibu waziri wa kilimo, si ndio? Sasa ni waziri wa mambo yote katika mkoa wa Songwe, si ndio hivyo manake? Manake afya linanigusa, maji linanigusa, umeme unanigusa, kilimo kinanigusa. Kwa hiyo sisi kazi yetu hapa kuja kusimamia utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi. Lazima itekelezeke kwa namna yoyote ile kama walivyoanza wenzangu walionitangulia. Kwa hiyo sina maelekezo mahususi. Maelekezo kama nilivyosema ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini maelekezo ni baada ya kukaa kusoma taarifa alionipa kaka hapa, kukaa na wadau, kuwatembelea wananchi, kujua kuna shida gani, ndio unaweza ukapanga mkakati. Sasa hapa tunaweza kwenda hili, tukaboresha hili, tunaweza kuboresha hili. Leo nikija kusema hapa nimekuja na mkakati huu na huu au na mpango huu na huu, mipango yote ipo. Rasi hapa ana mipango mizuri na mikakati mizuri. Ni swala tu ni usimamizi. Lakini tutakuwa na yale ya jumla ambayo yanagusa taifa. Hayo sasa tunaweza kuyazungumza. Naamini nyinyi ni wakulima wazuri sana Songwe, si ndio? Kwa chakula nafikiri ni watatu. Kitaifa ni watatu. Lakini pia kahawa pia ni watatu kwa uzalishaji nchini. Kwenye Arabika ni wa pili baada ya Ruvuma. Lakini tukizungumza kahawa kwa ujumla, ya kwanza Kagera, pili Ruvuma, ya tatu Songwe. Kwa hiyo ni wakulima wazuri. Nimeambiwa hapa zaidi ya bilioni 40 inakuja tu kwenye kahawa kwa mwaka. Maana nasema huko unakuja kuongoza mkoa tajiri, si ndio? Maana bilioni 40 ziko hapa Songwe. Maana zinazunguka kila mwaka. Kwa hiyo si haba, tuko vizuri. Lakini pamoja na uzalishaji mzuri, si ndio? Tuna changamoto za udumavu. Kiwango cha udumavu tuko juu. Yaani maana yake hatuli vizuri. Sasa hilo mtaalamu wetu wa afya tutakaa nao. Lakini na nyinyi pia mmechukua, tunazalisha sana. Lakini kwa nini utapiamlo tuko kwenye 10 bora? Tulitegemea kila kitu kipo hapa, tutoke huko, yani sisi tuwe vizuri zaidi. Hili ambalo letu sisi hapa Songwe inabidi tutafute majawabu, tujue kwa nini tunatokaje hapa ili kupeleka lishe kwa wenzetu. Lakini pia ni naambiwa ardhi iliyo ipo ya kutosha na haijatumika yote, na sisi kama taifa tuna changamoto kubwa sana.
idadi kubwa ya Tanzania ni zaidi ya 70% wakulima, si ndio Na Songwe shughuli kuu ya kiuchumi si kilimo Lakini wakati mwingine tunalima mazao ambayo tunalima kwanza afu ndio utafute soko. Si ndio hivyo tunalima? Yaani unalima alafu ndio nasema sana peleka sokoni. Lakini kuna mazao mengine ambayo yako mengi, lakini natoa mfano mawili tu. Au natoa mfano moja ambao linakubali hapa Songwe. Alizeti sinakubali hapa jamani. Si ndio? Mafuta mwaka huu tumenunua kiasi gani? Na yataendelea kupanda. Tumenunua bei mbaya sana. Tumeshindwa kuzalisha mafuta. Na soko lake sio Songwe peke yake. Soko lake iko Tanzania nzima kwenye mikoa yote 31. Kabla hujapeleka nje, soko la mafuta ya kula liko kubwa sana. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo tutawapa kipaumbele ni kilimo cha mazao ya mafuta, kwa sababu tunajua soko la hili lipo hapa nchini kabla la nje. Maana masoko ya nje, bidhaa yote ukitaka kuuza nje, changamoto zake ni nyingi mno, kwa sababu na soko hilo ulitegemei wewe peke yako. Lakini hili tuna uhakika nalo kwamba sisi wenyewe tuna mahitaji. Nasema hivyo kwa sababu viwanda vyetu vilivyopo vya kuchakata mafuta ya alizeti nchi nzima vinahitaji mbegu zaidi ya tani milioni 2. Lakini uzalishaji nchi nzima tani 600,000. Kwa hiyo matokeo yake viwanda vinazalisha miezi 3 baadaye vimefungwa. Na ndio maana unaona mafuta yanapanda pamoja na changamoto huko. Kwa hiyo ni fursa mojawapo tutilia mkazo kwenye kilimo cha alizeti. Kama kuna mashamba ile ya serikali, ile ya halmashauri, kama kuyaazima, kama kuyachukua, tutafanya tuwagawie wananchi ili nini? Ili waongeze uzalishaji. Lakini pia tutakutana na wafanyabiashara kama ulikuwa unakutana nao. Kwa sababu bila kukutana na wafanyabiashara, bila kukutana na sekta binafsi ambao ndio walipaji wakubwa miongoni mwa walipaji wakubwa wa kodi nchini. Yaani miradi yote hii, ahadi zote tunasema 303 itakuwa utekelezaji wake hauwezekani. Kwa hiyo lazima tukutane nao, tuwasikilize, tusikilize changamoto yao. Linalowezekana tutalifanya, lisilowezekana tutawapa elimu. Hili haliwezekani kwa sababu 1, 2, 3, 4. Na kuna yale ambayo yanahitaji haraka na ni maamuzi haraka, tufanye kwa haraka. Yale maamuzi ya muda wa kata lakini ya muda mrefu tutaambia mpango wa serikali huko hivi. Lengo letu tutengeneze mazingira mazuri ya biashara ili kwamba tuongeze kwanza ajira kwa vijana wetu wa Songwe, lakini pia tuongeze mapato ndani ya serikali ili tuwe na uwezo zaidi wa kuhudumia wananchi kutekeleza miradi ya maendeleo. Na katika hili ndio maana unaona hapa tulikuwa tunajadiliana rasmi. Pia mapato ya ndani lazima tuyaongeze. Tuongeze makusanyo ya mapato ya ndani, mapato ya halmashauri zetu. Na halmashauri 5, si ndio? Yaani ukiona halmashauri yako inakusanya mapato ya ndani chini ya 10% ya bajeti yake ya mwaka, jua kwamba kutakuwa na shida ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Lazima. Kwa sababu maana yake ni nini? Kwamba kiasi kikubwa cha miradi ya maendeleo wanategemea wapi? Serikali kuu. Kwa hiyo serikali kuu kama haikuleta, na huku hakuna kinachotekelezeka. Kwa hiyo tazama tu bajeti kiasi gani. Ukiona mapato yenu hata kama mmefikia 100%, kama hafiki 10% angalau, jua lazima kuna miradi huko itakuwa, yani itakuwa inasuasua. Na miradi ikisuasua maana yake unahatarisha utekelezaji wa ilani ya chama nini? Cha Mapinduzi. Unahatarisha utekelezaji wa ahadi za waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani. Na usalama wake wapo unakuwa ni mdogo. Sababu watu wanaanza kupiga makofi sasa hivi, lakini ikifika wakati ule wa 2025 wanauliza, bwana wewe ulituahidi hapa barabara itapitika mwaka mzima, vipi? Mimi mlinisikia tunasema bungeni. Sawa, umesema. Kwa hiyo lazima tukaongeze mapato ya ndani ya halmashauri zetu. Ili kwa sababu mapato ya ndani ya halmashauri hayaendi popote, yanatumika ndani
ya halmashauri ile. Kwa hiyo ni rahisi kuyapangia. Lakini yale ya serikali kuu, kwa sababu mnakumbuka tuna miradi mikubwa ya kitaifa na matumizi yake kwanza yanaenda nini? Kwenye miradi ya kitaifa. Sawa jamani? Maana yale unakuta sisi tu watumishi wa umma tunakula mishahara zaidi ya bilioni 650 kwa mwezi. Sasa kwenye mapato waliokusanywa karibuni 50% imeshaondoka. Deni la taifa, miradi mikubwa. Kwa hiyo mimi ningependa kwamba tujikite zaidi kwenye mapato ya ndani. Tuzibe mianya ya kuvuja kwa mapato, lakini pia tuimarishe, tuongeze usimamizi kwenye matumizi ya fedha, hasa kwenye miradi ya maendeleo. Sababu mnaweza kukusanya vizuri, serikali kuu inaweza kutuletea hela vizuri, lakini pia kama thamani ya fedha hazionekani kwenye miradi ya maendeleo, inakuwa ni sana hakuna. Tunachelewesha tu maendeleo kwa wananchi wetu. Kwa hiyo hayo nimesema ni ya jumla ambayo yapo kila siku, hata naamini kwamba alikuwa anazungumza. Kwa hiyo swala tu sisi tunasisitiza. Lakini tutatilia mkazo kwenye uchumi wa viwanda. Tuvione viwanda hapa Songwe ili vitoe ajira kwa watu wetu, lakini pia liwe soko la uhakika la mazao ya wakulima wetu, lakini pia zitoe ajira kwa wakulima wetu. Tusihangaike na viwanda vikubwa hivi, viwanda vya kukoboa mpunga, kama vya kusaga unga, vya kukoboa kahawa, vingi vya kukamua mafuta, vingi hivyo vya kuongeza thamani kama vya madini kule, vyote vile. Lakini viwe vingi hapa, vitakuwa ni msaada mkubwa. Pia vitaongeza mapato ya ndani kwenye halmashauri yetu. Kwa hiyo nimekuja, lengo langu kubwa au lengo la Mheshimiwa Rais na serikali yake, tutengeneze matajiri Songwe, si ndio? Yaani lengo letu, yani tajiri asiwe adui. Tungependa matajiri wengi zaidi watoke Songwe. Sasa kazi yetu si kuwatengenezea mazingira mazuri ili wafanye biashara, atoke mtu ngazi ya chini aende mpaka juu, na kuwatengenezea wakulima mazingira mazuri na wakufanya biashara yao ya kilimo. Lazima tuwe na kilimo cha biashara. Tulishatoka kilimo cha kujikimu, si ndio? Na hili tunasema mara nyingi sana kwamba si kahawa peke yake ndio zao la la biashara. Hata mahindi pia ni zao la la biashara. Bahati nzuri watu wa Songwe nyinyi ndio mashahidi vizuri wa Mbozi, si ndio? Watu wanalima mahindi kwa sababu ya kula. Mtu anapata gunia 500 au 1000 atakula. Si analima kwa sababu ya biashara. Kwa hiyo ni vizuri sana, tutalisimamia hilo kwa karibu sana. Lakini la jumla lingine nataka nilizungumze, na ndio maana nilizungumza na rasi hapa. Kauliza mara ya mwisho, sisi si watumishi wa Chama cha Mapinduzi? Tumeajiriwa na Chama cha Mapinduzi, si ndio? Walioenda kutafuta serikali si hawa wazee hao? Wana utaratibu wao ndani ya chama na ndani ya serikali, na unajulikana wazi. Tunatakiwa tupeleke ripoti ya utekelezaji wa ilani. Nini tumefanya serikali? Kila baada ya miezi 6, kila ngazi. Yaani kauliza kwamba mara mwisho tumepeleka lini utekelezaji wa ilani? Kaambia kabla ya uchaguzi. Nafikiri kwa sababu ya corona na changamoto zingine. Kwa hiyo nafikiri watendaji wote mpo hapa, Lasa alikuwa ananiambia, si ndio? Iwe mkurugenzi, iwe mkuu wa wilaya, iwe mtendaji wa kata, iwe mtendaji wa kijiji, kila mmoja akaandae utekelezaji wa ilani wa eneo lake. Mwenyekiti wa kijiji aandae ya kijiji chake, mtendaji wa kata aandae ya kata yake, na mkuu wa wilaya aandae ya wilaya yake, na kila mmoja apeleke kwenye ngazi ya chama kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi na maelekezo ya serikali, ili turahisishe kazi ya serikali na kazi ya chama iwe rahisi. Kama kuna mapungufu tuyajue, hapa kuna pungufu hili, tutafute majawabu mapema kuliko tusubiri uchaguzi au tusubiri wakati mwingine. Hata kama hujaletewa chochote unaandika kwenye ilani,
miezi 6 sijaletewa kitu hicho. Maana yake ina maana kubwa sana hiyo. Sisi kama viongozi tunajua kumbe kijiji kile kina miezi 6, hakuna mradi, hakuna hata senti iliyoenda. Kwa hiyo kama tulipeleka safari iende pale. Hiyo kwa hiyo mwenyekiti wa kijiji apeleke kwenye tawi lake kasome utekelezaji wa ilani kwenye halmashauri kuu ya tawi ya Chama cha Mapinduzi. Mtendaji kata apeleke kwenye halmashauri ya kata akasome utekelezaji wa ilani, na mkuu wa wilaya ambaye ataandaliwa na mkurugenzi wa wilaya aipeleke kwenye CCM chama wilaya, na mimi kama mkuu wa mkoa na lazima tutapeleka kwa sasa, kwa sababu muda umepita kwamba tuandae zote mbili, lakini hii nyingine ya hii tutakuja kuitoa huko kwenye mwezi wa 8 baada ya mwezi wa 7 kuisha. Tuandae hii ya kuanzia Julai mwaka jana mpaka Disemba 31 mwaka uliopita ili tuipeleke. Sawa jamani? Limeeleweka vizuri. Kwa hiyo ndani ya mwezi mmoja ilani hiyo imesomwa kila ngazi, na sisi mkoa hatuwezi kupeleka kabla ya huko haijapelekwa. Kwa hiyo ngazi zote tupeleke ili chama kitupime na ndio kusema okay, tulicho hapa tuliahidi kitu fulani, kimetekelezwa kipi, hichi kikoje, kitatekelezwa lini. Na vile vile kinatusaidia kwenye budget. Kuna changamoto baadhi ya halmashauri wanapanga bajeti ili ipite TAMISEMI, lakini kuja kwenye utekelezaji tofauti. Tena wengine wanaanza kukata na madiwani, wanasema hela imekuja tupange sasa. Mnapanga nini wakati kila kitu kiko kwenye bajeti? Mtapanga kitu ambacho labda hakijaja kwenye. Kila kitu mlishapanga kwenye bajeti, si ndio maana imepitishwa. Nasema haya yani kwa sababu huko kwingine yanatokea. Isije ikatokea na kwenye halmashauri yetu mmeshaka kwenye bajeti, kila kitu kimepita, mmeletewa hela kwa mujibu wa bajeti, iende kule ilikoelekezwa, ili tupunguze hizi kero zingine za internal auditor, za yani mkaguzi wa nje asije kutafutia kitu ambacho kama kuna reallocation sawa kubwa sana, si ndio jamani Songwe? Lakini mchango wetu kwenye pato ghafi la taifa Kiruguru tunaita GDP ni mdogo sana. Sasa naambia hapa ni wa mwisho kutoka, yani wa pili kutoka mwisho. Yani kwenye hayo ukisikia serikali imekusanya kiasi hichi, yani sisi ni wa mwisho kutoka, mchango wetu pale ni wa mwisho kutoka, wa pili kutoka mwisho. Lazima tuone. Maana nini? Twende tukaongeze kuchapa nini? Kazi. Ili na sisi tuongeze mchango kwenye pato la taifa. Ili hela manake hizi zinazokuja wasikia zimetoka, serikali imetuletea kutoka wizarani. Manake serikali imekusanya nyingi kutoka sehemu nyingine kuliko Songwe. Tuna excuse sisi mkoa mpya bwana. Kitindia mimba, si ndio Tuna miaka 5. Lakini hata hapo kama miaka 5 na kuna mtu tumempita, tujipongeze. Manake kazi imefanyika. Kwa hiyo mbele yetu watatupisha njia muda sio mrefu, si ndio jamani? Lakini hatuweza kutupisha bila kuendelea kuchapa kazi kama kawaida yenu. Pia uzalishaji wa kahawa unashuka. Kwa nini? Nyinyi mtakuwa walimu wangu, mtanisaidia. Sababu kahawa ni zao la kimkakati, na tungependa lipande zaidi. Jirani zetu Uganda wanatupita zaidi ya mara 10. Na wakati sisi tuna ardhi kubwa kuliko wao. Kwa nini wakulima wanakata mikahawa? Kwa nini wanaacha kulima kahawa? Nyinyi viongozi, watu wa Songwe, mtakuwa na majibu mazuri ili ya kuisaidia serikali. Baada ya majibu hayo ndio tunaanza kuwa na kupanga mkakati nini tufanye. Nimewasikia waheshimiwa wabunge kwamba mnahitaji ushirikiano na kushirikishwa. Na kama mlivyokuwa mnashirikishwa na mheshimiwa mstaafu, mtaendelea kushirikishwa hivyo hivyo. Na niwaombe tu na nyinyi kwamba tusiwe visu, tuwe msumeno. Na kisu kinakata upande mmoja, si ndio Msumeno unakata huku na huku. Na nyinyi mkiwa na jambo tushirikishane. Tusifanye kazi kwa kuviziana.
sema nitaenda kumlipua kule bungeni. Kama kuna jambo katika ushirikishaji ambao nilikuwa na uomba, kama kuna swali lolote unapanga kuliuliza bungeni, tafuta majibu kwanza kwenye serikali ngazi ya kwako hapo, ngazi ya mtendaji ambaye, kwa sababu kuna wakati mwingine mimi nilikuwa na mbunge, naweza nikauliza swali kule, kumbe jambo hilo jibu lake lilikuwa kwa mtendaji kata. Sasa yani pale atatuma ujumbe kwamba inaonekana mimi sina mashirikiano kule vizuri. Ukija kwamba mbona huo mradi ile ishakuja tunatekeleza, mimi nilikuwa sijui. Kwa hiyo ni vizuri wabunge, yani yuko kwa uelewa kwa upana tu, una swali zuri piga kwa mtendaji kata, bwana kuna shida hii wananchi wangu ikoje. Wakati mwingine unaweza kulishape swali lako vizuri na anaanza kukupa majibu vizuri, hilo tushafanyia kazi na hela ipo inakuja. Ukitoka hapo panda wilayani halmashauri, jamaa kuna swali hili wananchi wa hili na hili, kuna hili, inawezekana jibu likawepo tayari, unaenda mkoani. Wakati mwingine kwa sababu unapoenda kuuliza bungeni unaenda kuuliza kwa niaba ya wananchi yako, ni sahihi kabisa, lakini unaenda kuuliza nini? Serikali imeanzia kijijini ipo. Kwa hiyo kuna lingine linaweza kutatuliwa hata ngazi ya kijiji, lingine kata, lingine tarafa, lingine wilaya, lingine mkoa. Kwa hiyo tukifanya ushirikiano huo, mtakwenda na maswali ambayo kweli linahitaji jibu kule serikali kuu ambalo la wizarani. Huku serikali ya halmashauri, serikali za mitaa huku yameshakwisha. Yaani huko tuko jambo hili moja. Lakini pia ukituuliza na sisi wakati mwingine nasema bwana liko hili jambo, inawezekana ukapata swali lako kalitengeneza vizuri na ukapata mchango mkubwa zaidi kwenda kutusemea watu wa Songwe, badala ukaenda peke yako. Ninafahamu kuuliza kule ni lazima, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawatumikia wananchi mambo yote ukaleta maji, lakini wananchi wakati mwingine wanataka wakusikie umesema pale bungeni. Sema Mulugo kakaa miaka 5 hata jisemea chochote. Maji si haya yanatoka. Maji kwani Mulugo? Maji haya sikaleta rais haya? Hospitali ya wilaya sinajengwa Songwe kwani Mulugo? Sasa manake yeye ndo kaenda kusema ndio rais, kwani rais alikuwa anajua ya Songwe bila mtu kuwasemea? Na niwaambie majimbo yenu yako salama. Na watendaji wangu wote. Bahati nzuri mmesema nyewe ni kijani tubu, si ndio jamani? Si ndio? Tuwasemee vizuri wabunge wetu. Tuwasemee vizuri madiwani wetu. Tuwasemee vizuri wenye vitu wetu wa vijiji. Manake kuna mchezo siku hizi, yani maana yake kwamba jambo limefanyika utekelezaji wa ilani, mtu akaenda pale kiongozi anasema hili kalifanya mkuu wa mkoa, kalifanya mkuu wa wilaya, kalifanya rais. Bunge wala hataji, lazima ukimwambia bunge zalikuwa na mpakicho hapa kumtoa itakuwa ngumu. Kweli sio kweli? Kwa hiyo lazima kama tunazungumza ni kijani na tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, cha kwanza lazima jamani mbunge wenu kafanya kazi kubwa. Kaja kuieleza serikali matatizo yenu na serikali ndio Mama Samia kafanya. Huo ndio ushirikishaji wote tunazungumza lugha hii moja. Lazima nazungumza haya mnivumilie kidogo muda mrefu kwa sababu hapa muda mwingi ilikuwa kama Simba na Yanga. Sasa leo ni Simba tubu, si ndio jamani? Sasa hivi ni pila biliani. Yaani mtu anapenda na kwa miongoni mwa vitu ambavyo tunafanya kama taifa kupunguza magonjwa ya pressure huko mbeleni, hasa kwa watoto zetu, kuhamasisha sana washabiki wa Simba. Ni njia moja hapo ya kupunguza matatizo ya pressure, yani msongo wa mawazo. Ni njia hiyo kuandaa kizazi kijacho vizuri. Si ndio Mulugo Kwa hiyo tutawapa ushirikiano wa kutosha. Waambie wabunge wako ndio tutawapa ushirikiano wa kutosha. Sisi sote. Lakini na nyinyi pia kama kuna jambo karibuni ofisini. Nenda kwa ofisi kwa mkuu wa wilaya. Njoo kwa ofisi ya mkuu wa mkoa, nenda kwa katibu tarafa. Wakati mwingine labda mnaanza muona katibu tarafa anamuona kwamba sio labda ni mdogo sana, lakini wanakuwa la wakati mwingine wana majibu sahihi ya kusaidia. Au mtendaji kata. Tushirikiane, tuipeleke Songwe yetu mbele.
Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, nilizungumza hapa kwamba ningependa kwamba sisi watendaji wa serikali tukafanya kazi kwa mujibu wa sheria, utaratibu na mipaka yetu. Ni kuahidi kama alivyokuwa anafanya kaka yangu, na mimi tutaendelea kufanya hivyo hivyo. Tunasisitiza ukusanyaji wa mapato, tunasisitiza ulipaji wa kodi, tutaendelea kukusanya kodi. Lakini kama alivyosema Mheshimiwa Rais, hatutokusanya kodi za dhuluma, hatutakusanya kodi za damu, yani mpaka mtu analia. Tutakusanya kodi ya halali ambayo serikali inapaswa kupata gawio lake. Wale ambao labda tutakuwa na shida na yule ambaye anajua hichi cha serikali anataka na hicho nacho ale, hapo sasa tutakuwa tutasimamia sheria kama ulivyosisitiza. Lakini kwa yule ambaye kama sheria inasema kodi unatakiwa miaka 5, mtu anaenda kumuuliza miaka 10 na tax clearance ulimpa, hapo tunaonekana sisi tulikuwa tuko makini. Yani umempa tax clearance kwamba huyu hadai miaka 7, leo naenda kumwambia na kudai miaka 10. Hilo itakuwa na changamoto. Ndio kama leo nasema kwamba kwa mujibu wa sheria tutawauliza wenzetu wa fedha ili watuelekeze sheria ikoje, ili kabla jambo hatujaenda tunajua kwamba sheria inataka hivi, kanuni inataka hivi. Maana sheria ziko nyingi. Yaani unaweza kuja kusema wakati fulani unasoma wewe, sababu si wataalamu wa sheria, sasa hapa kuna kumbe wenyewe wataalamu wa fedha wana sheria nyingi, shindwa huko na kupeleka huko. Kwa tuzijue zote ili hata mtu akienda, na kama alivyosema Mheshimiwa Rais, sheria ziwe wazi. Zisiwe zile za kuviziana. Yaani unataka mtu kwamba akosee ili ukamwadhibu. Ni vizuri kwamba ukampa elimu usimwadhibu ili mambo mengine yaende. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, nina uhakika kwamba tutafanya kama ulivyozungumza. Ndugu zangu, tutapata muda, tutaendelea kutembea, tutaendelea kujifunza. Ombi langu kwangu kwenu, naomba sana muwe walimu wangu wa kuielewa Songwe. Mwenyekiti hapa amezungumza kusema unaijua Songwe, wewe ni mwenyeji. Lakini kama kuijua kwangu, mara mwisho nimekuja mwaka jana kwa taarifa zile mlizokuwa mnanipa. Maana nilikuja tena 2018, nilikuja 19. 18 nilikuja, 19 nimekuja, na 20 nimekuja. Kwa mara mwisho ni 20. Baada ya kusema hayo mengi, maana yake unajua wanasiasa sisi unaongea mpaka watu wasema anamaliza saa ngapi, afu unasema hayo machache. Baada ya kusema hayo mengi, nawashukuru sana. Asanteni sana.